Hello. Naam, habari. Sawa, kwema. Wema. Bwana, kwanza poleni kwa matatizo. Asante sana. Hivi chanzo ni nini mpaka kupata matatizo kwa ndugu yetu Mushizo? Okay, chanzo ni moto ambao ulisababishwa na mfumo wa umeme. Ndio. Kulikuwa na mlipuko wa umeme pale, basi ndio kusababisha changamoto hiyo. Kuna kama saa 12:30 hivi. Na hayo matatizo yalitokea nyumbani kwake au ofisini kwake studio? Hayo matatizo ni pale ofisini kwake. Ndio. Ambapo wao walikuwa wanapumzika kukuleni. Changamoto ikaanza hiyo ya moto. Na sababu ya moto mpaka sasa hivi ishajulikana ni nini? Kwa pale walivyoangalia wanasema ni chanzo cha umeme tu. Chanzo cha umeme. Na yani tupe mkasa mzima namna moto ulipotokea mpaka sasa hivi ndugu yetu yuko hospitalini. Ufahamishe zaidi kutokana na ratiba jinsi tulivyopata pale na maelezo yaliyokuwepo ni kwamba moto umetokea saa 12:30 jioni. Saa 12:30 jioni ndipo ulipotokea huo moto. Wananchi wakaona pale sehemu ya moto unawaka ndani, basi walipokuja wao pale kuja kutoa msaada, wakapitia njia ya mlango, ikaonekana ni njia ngumu, basi wakaamua kubomoa kwa juu ya mlango, juu ya nyumba ili wapate kumtoa ndani msanii. Na Mushizo, kama Mushizo alikuwa amelala au alikuwa katika mishemishe za kufanya kazi za watu? Alikuwa amefanya kazi, kwa ule ni muda ambao alikuwa amepumzika tu. Kwa amepumzika kidogo, kwa kuna kausingizi kalimpitia. Na kwenye tukio alikuwa peke yake nani? Kwa muda ule alikuwa yuko studio peke yake. Okay. Kwa sababu kijana wake ambaye alitoka kidogo kaelekea maeneo ya dukani. Na kwa wenye upande wa majeraha, amepata majeraha sehemu gani na sehemu gani? Maana watu wanahitaji kufahamu. Maana unajua tena Tanzania amepata taharuki kubwa sana. Okay. Basi majeraha mengi amepata maeneo ya mgongoni na maeneo ya mikononi, mwisho kwenye hivi viwiko vya mikono. Ndio kapata majeraha mengi sana huko kwenye mikono na kwenye mgongo. Okay, dai poleni sana. Yupo hospitali gani umesema? Kwa sasa hivi yupo katika hospitali ya Rufaa hapa Amana. Yupo Amana. Hali yake mpaka sasa hivi ipoje ndugu yetu? Namshukuru Mwenyezi Mungu, anaendelea vizuri na tunazidi kuomba dua nyingi ili apate kuendelea vizuri zaidi. Okay, sawa. Ja, kwa upande wa Mushizo, wewe kama ni nani yake? Mimi ni meneja yake msaidizi ambaye anaitwa Almasupu, ni meneja ya DJ Mushizo msaidizi. Okay, pole sana ndugu yetu. Sema tutazidi kumuombea na Watanzania watazidi kumuombea ndugu yetu arudi katika hali yake ambayo maana mara mwisho niliona status yake ambayo ameweka kama akiwa anarudi Dar es Salaam. Ndio. Nikasema labda nikaa na chat naye mawili matatu, sema baadaye ndo nilivyoona histofahamu mtandaoni, nikasema mimi kama Vidoboi niamua kumcheki ndugu yangu nimjulie aliko. Poleni sana, tazidi kumuombea sana ndugu yetu. Shukrani sana. Asante sana. Kuna cha zaidi labda unahitaji kuambia Watanzania labda? Hamna, kikubwa zaidi ni kwamba tumezidi kumuombea dua ndugu yetu. Tuzidi kufanya maombi kwa ajili ya ndugu yetu. Ana vingi vikubwa ambavyo inabidi tupatie, tuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu azidi kumbariki zaidi ili apate kupona inshallah. Basi Mwenyezi Mungu atamjalia wepesi ndugu yetu, atarudi katika hali yake kama kawaida. Asante sana kiongozi.